Tukiendelea pale tulipoishia, Tundu Lissu aliendelea kuwasilisha hoja zake za kuomba kesi ifutwe kwa madai kuwa hakuna kesi ya uhaini ya kujibu mbele ya jopo la majaji watatu baada ya upande wa mashtaka kudai ya kwamba imehitimisha kutoa ushahidi wake kwa kukomea kwa shahidi wa 17. Akijikita katika suala la mzigo wa udhibitisho, Tundu Lissu alisema kesi za awali za uhaini nchini Tanzania na maneno mahususi yaliyotumika katika mashtaka dhidi yake yanaonyesha dhahiri ya kwamba hakuna kesi yoyote sasa hivi mahakamani. Tundu Lissu alirejelea kifungu cha 312(1) cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai Criminal Procedure Act, akifafanua kwa kipengele hicho hapo awali kilikuwa chini ya vifungu tofauti vya sheria. Tundu Lissu alisisitiza kwa kipengele hicho ni cha lazima na kinaweka mzigo wa kuthibitisha mashtaka kikamilifu kwa upande wa mashtaka. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, iwapo upande wa mashtaka au upande wa jamhuri utashindwa kuthibitisha kesi hiyo ya uhaini dhidi yake kwa kiwango kinachotakiwa kisheria, mahakama ipaswe kumtaka mshtakiwa kujitetea kivyovyote. Tundu Lissu aligoma kutoa utetezi wowote. Aliwaelekeza majaji kwenye maamuzi kadhaa ya awali ya mahakama ambayo kulingana na hoja zake yaliweka wazi kuwa itakuwa ni makosa kwa mahakama kumtaka mshtakiwa kujitetea katika hali ambapo ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka haukutosheleza kuhalalisha hukumu ya hatia ya uhaini iwapo usingejibiwa. Tundu Lissu alinukuu maamuzi kutoka Tanzania na Kenya, ikiwemo kesi ya Murini pamoja na jamhuri, pamoja na kesi ya Anthony Njuwe Njeru pamoja na jamhuri, na maamuzi mengine ya hivi karibuni ya mahakama kuu ya Kenya, akisema yalikuwa yakiauni kanuni za kisheria alizokuwa akiomba mahakama ya Tanzania izitumie. Kisha Tundu Lissu alihamia moja kwa moja kwenye shtaka la uhaini ambalo linamkabili mahakamani. Tundu Lissu aliwaambia majaji kuwa kesi iliyokuwa mbele yao haikuwa kesi ya kwanza ya uhaini kusikilizwa nchini Tanzania, akirejelea kesi mbili za awali, kesi ya Grayle Kungu Matata na wengine pamoja na jamhuri, pamoja na kesi ya Ghatibu Gandi pamoja na jamhuri. Alisema maamuzi hayo ya awali katika kesi hizo yaliweka kanuni kuhusu mambo ambayo upande wa mashtaka lazima uyathibitishe katika kesi za uhaini. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, kesi ya Grayle Kungu Matata iliainisha vipengele vitatu muhimu: mojawapo, utii kwa jamhuri au raia na nia ya kutenda kosa hilo, na ushahidi wa nia hiyo kupitia maneno au matendo. Alisema kanuni hizo zilizingatiwa baadaye katika kesi ya Ghatibu Gandi ambayo pia ilichunguza iwapo maneno pekee yanaweza kuchukuliwa kuwa uhaini. Tundu Lissu aliwaelekeza majaji kwenye kurasa mahususi za hukumu hiyo, akibainisha kuwa mahakama ilitofautisha kati ya maneno matupu na maneno yanayohusishwa na tendo halisi la uhaini. Aliwaambia majaji kuwa kauli kama vile kusema watu walitaka kuipindua serikali hazingeweza zenyewe pekee, lazima zichukuliwe kama tendo la wazi la uhaini. Pia alirejelea sehemu nyingine ya hukumu iliyozingatia mazingira ambapo maneno yaliyosemwa na zaidi ya mtu mmoja yanaweza kuhusishwa na shtaka la uhaini. Kisha Tundu Lissu alirejesha hoja yake kwenye ushahidi uliowasilishwa katika kesi yake mwenyewe. Aliwaambia majaji kwamba kwa mtazamo wake yeye, ushahidi wa upande wa mashtaka haukuonyesha kuwepo kwa nia inayohitajika kutenda kosa la uhaini. Baadaye alielekeza hoja yake kwenye maneno mahususi yaliyotumika katika hati ya mashtaka. Tundu Lissu alirejelea kifungu cha 39(2)(d) akisema kuwa sheria inahitaji kuwepo kwa nia inayohusisha tishio dhidi ya serikali, bunge au mahakama. Kisha alisoma maelezo ya shtaka dhidi yake ambayo kulingana na hoja zake yanasema kuwa akiwa na wajibu wa utii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alionyesha nia ya kutenda uhaini. Tundu Lissu alihoji mahakama kuhusu kutotajwa wazi kwa serikali, bunge au mahakama katika maelezo ya shtaka hilo. Kisha alijikita zaidi katika maana ya neno serikali. Tundu Lissu aliwaambia majaji kuwa serikali ni neno la kikatiba na si neno la kawaida tu linaloweza kupewa maana ya kawaida. Alielekeza mahakama kwenye ibara ya 151(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo neno serikali limetolewa ufafanuzi. Tundu Lissu kisha aliunganisha hoja hiyo na suala la uchaguzi. Aliwaambia majaji kuwa kauli zinazohusu uchaguzi hazipaswi kuchukuliwa moja kwa moja
kama kauli zinazohusu serikali kwa sababu uchaguzi huendeshwa na mamlaka ya uchaguzi chini ya katiba. Alirejelea ibara ya 74(6) inayohusu Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Lissu kisha alizungumzia baadhi ya kauli zilizotajwa katika kesi ya upande wa mashtaka, ikiwemo misemo kama tutazuia uchaguzi na tutafanya mambo kuwa magumu. Alibainisha kuwa kauli hizo zenyewe pekee hazikuunda kosa la jinai chini ya sheria za Tanzania. Tundu Lissu alirejelea sheria ya mwaka 2024 inayodhibiti uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, akionyesha kuwa ina makosa kadhaa ya jinai yanayohusiana na uchaguzi. Hoja yake ilikuwa kwamba maneno mahususi yaliyotumiwa katika kesi ya upande wa mashtaka hayakuorodheshwa kama makosa ya jinai chini ya sheria hiyo ya uchaguzi. Hivyo aliwauliza majaji ni kosa gani ambalo maneno hayo yalipaswa kuunda. Kwa mujibu wa Lissu, hakukuwa na kosa lolote la jinai lililobainishwa kutokana na maneno yaliyomo kwenye hati ya mashtaka. Kisha aliunganisha hoja hiyo tena na suala la nia. Lissu aliiambia mahakama kuwa ikiwa mwenendo ulioelezwa katika shtaka haukuunda kosa la jinai hapo awali, basi hakuwezi kuwa na nia ya jinai ya kutenda uhaini inayotokana na mwenendo huo. Alisisitiza kwa upande wa mashtaka hivyo umeshindwa kuweka msingi wa kisheria unaohitajika kwa ajili ya kesi yenye mashiko ya awali. Hoja ziliendelea huku Tundu Lissu akiegemea maamuzi ya awali ya mahakama, vifungu vya katiba na maneno yenyewe ya shtaka. Hoja yake kuu Tundu Lissu ilikuwa kwamba upande wa serikali au upande wa mashtaka na jamhuri ulihitimisha au kufunga kesi yake bila kuwasilisha ushahidi au mashahidi wa kutosha ili kuhalalisha yeye kutoa utetezi. Kwa hivyo Tundu Lissu alisema yeye haina haja kutoa utetezi kama serikali imefunga kesi pasina kudhibitisha au kutoa ushahidi wa kutosha. Hivyo mahakama mbele ya jopo la majaji watatu iliendelea kuzingatia hoja za kisheria zinazohusu ushahidi wa upande wa mashtaka na iwapo ushahidi au mashahidi hao ulikuwa umejenga msingi wa kutosha wa kesi dhidi ya Tundu Lissu. Ulikuwa umejenga msingi wa kutosha wa kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Katika hatua hiyo, upande wa mashtaka ulikuwa tayari umehitimisha uwasilishaji wa kesi yake baada ya kuleta mashahidi 17 pekee, kinyume na ilivyotarajiwa, na sasa Tundu Lissu alikuwa akitumia hoja zake za mdomo kubainisha kuwa ushahidi huo ulioletwa na upande wa serikali haukufikia kiwango cha kisheria kinachohitajika ili kesi hiyo iendelee hadi hatua ya yeye kuwasilisha utetezi wake. Mtazamaji, nitarejea tena na update ama muendelezo wa kilichojiri baada ya hapa nilipoachia kutoka ndani ya chumba cha mahakama jijini Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu. Ili uwe wa kwanza kupata video au update hiyo, hakikisha umesubscribe na kulike video hii. Vile gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa update zaidi kuhusu kile kinachoendelea ndani ya mahakama kuu.